Ndio. Alafu mavazi yanazungumza. Ni kweli. Sasa kwa watu wanaojua kusoma kwa kuyasoma mavazi, mimi nikimwona mtu amevaa koti jeupe lina na nembo ya Muhimbili, moja kwa moja najua huyu ni daktari. Okay. Mchungaji, asante sana kwa hilo. Unaona? Ndio. Pia kuna mavazi yetu mimi nilia experience wakati nilipo kijijini. Tulikuwa ukimwangalia mtu unahitaji kumuuliza hivi fulani anakunywaga pombe. Yaani ukimwangalia tu kwa vazi alilolivaa unajua huyu ni mlevi. Mechanical kimwona vaa overall unajua overall. Yaani unajua ni fundi, yaani mechanical huyu. Mechanical engineer. Unaona? Tamaduni yote. Okay, sawa. Mambo ya dunia hii. Yes, mambo mifumo ya dunia hii. Ndio. Sasa dunia inafanyikaje kuwa adui kwa wokovu wetu? Ndio. Ni kwa sababu ulimwengu huu hauendeshwi kwa mifumo ya kimungu. Yaani anayeiongoza, anayedrive hii dunia sio Mungu. Ndio. Shetani ndo amepewa nafasi. Tokea alipoasi juu mbinguni, Mungu akamtupa duniani na huko ndo akamfungia huku akafanyie mipango yake na kuendesha mipango yake huko. Kwa hiyo turudi kidogo mchungaji, kwamba nakumbuka pale mwanzo shetani aliiba mamlaka kwa Adam. Kwa hiyo alivyoiba ile mamlaka ndo anatumia kutengeneza mifumo yote. Maana si Mungu alishamwambia Adam, nimekuweka katika bustani uilime na kuitunza. Lakini akampa mamlaka ya kutawala. Ina maana Adam alikuwa amepewa nafasi kubwa sana ya kupanga utaratibu wa dunia hii. Ambavyo ingeonekana dunia. Wanasifia sana. Amina. Bwana mchungaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Africa Revival Online TV. Ndio. Siku ya leo. Asante. Tutakuwa na mjadala mfupi tu hapa mchungaji, kwa muda wako huu tunakushukuru kwa kutupatia nafasi. Amen. Basi nikukaribishe usalimie watazamaji wakutambue wewe ni nani, mchungaji wa wapi? Amina. Bwana Yesu asifiwe, watazamaji wetu pamoja na ndugu yangu ambaye umenikaribisha katika studio yetu hii ya Revival Africa Online TV. Nipende kuwasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na baada ya salamu hiyo, mimi nipende kujitambulisha. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Marco Mariseli Damian. Mimi ni mchungaji msaidizi katika kanisa la TAG Vingunguti Christian Center, kitumika chini ya baba yangu Reverend Marius Kivike, ambaye ndiye mwangalizi wa section yetu ya Vingunguti. Amina. Mchungaji, barikiwe sana. Amina. Pasipo kupoteza muda mchungaji, tulikuwa tuna maswali kadhaa kama vijana. Kwa nini kijana mtu anaokoka, yaani mtu ameamua kufuata Yesu mwenyewe, lakini afika mahali anashindwa, tuseme kwamba safari inaishia njiani? Ndio. La, pengine tungesaidiana, na ni tatizo ambalo linakumba watu wengi wanaotaka kumwamini Yesu. Wanaanza safari vizuri lakini wanaishia katikati. Amina. Na nipende sana kupokea hilo swali, na ni mjadala mzuri, ni ajenda nzuri ya kujadili na kuizungumza, kwa sababu kumekuwa na kesi kubwa sana katika safari ya maisha ya kanisa letu kwa nyakati tulizo nazo, kiasi ambacho kimejenga mtazamo kwenye jamii ya kwamba yamkini uokovu una mwisho wake kabla ya Yesu kurudi. Kila mmoja labda atakuwa ameishia njiani. Kumbe hapana. Kilichokusudiwa na Mungu baada ya kuokoka ni kuendelea hata kiasi cha kufikia ufalme wa Mungu. Amen. Lakini yapo mazingira ambayo yanajitokeza yanayosababisha kuona kuwepo kwa changamoto hiyo, ambayo hizo changamoto tunaweza tukaziita labda ni maadui wa wokovu wa muhusika. Amina. Kabla hujaendelea sana mchungaji, yani kama unatuambia kwamba katika safari ya wokovu kwamba kuna maadui wa safari hii. Ndio. Kwa hiyo ndo nataka kutuonyesha maadui wenyewe ndo akina nani. Mimi natamani tuzungumze kwa kutumia neno adui. Amina. Kwa sababu chochote kinachosimama kupinga ni adui. Yani anapinga makusudio ya upande wa pili. Amina mchungaji. Karibu sana tu. Asante. Na maana yako hapo tuzungumze kama tunamjadili adui.
anayekwamisha safari ya wokovu ya Wakristo. Amina. Sasa tukisha ingia mahali hapo, nipende kuzungumza kwamba tokea mwanadamu au tokea historia ya uumbaji, ndio mwanadamu amekuwa anapingwa katika makusudi ya Mungu aliyomuumbia. Ni kweli. Adamu alipingwa akiwa bustani ya Edeni. Ndio. Na kupingwa kwake tunaona Ibilisi alivyoweka mikakati ya namna ya kumkosesha amtoe katika picha halisi ambayo Mungu alisema. Ndio. Ukisoma huko Mwanzo unaona Mungu ambacho amekizungumza, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Lakini akampa na nafasi kubwa sana nyingine ya kutunza bustani na kuilima. Lakini bado akampa kutawala na kadhalika, vingi vinazungumzwa. Sasa Ibilisi kwa sababu yeye anajua tokea ikiwa kule juu na alichokifanya kule juu kikasababisha anafukuzwa, ina maana amebaki kuwa mtu wa kulipinga kusudio la Mungu lolote analoliweka juu ya mwanadamu. Ndio. Sasa baada ya hicho kipindi cha uumbaji na anguko la mwanadamu, bado Mungu ameendeleza mpango wake wa kumsaidia huyu mwanadamu aweze kuinuka na kukaa katika ufanano ule. Sitaweza kujikita huko sana. Nataka tuzungumze sasa kwa namna huyu adui sasa hawa maadui au huyu adui anavyofanya kazi kwa sasa. Ndio. Tukizungumza kwenye hilo eneo tunapata kugundua kwamba huyu adui ametengeneza mifumo ambayo yenyewe inamsababisha kumpinga huyu mwanadamu anapokuwa ameupokea wokovu, ili katika ile safari ya wokovu wake aweze kushindwa kulifikia kusudio la kimungu. Amina. Katika hiyo naweza nikaanza kwa kumzungumza adui wa kwanza. Okay, kwa hiyo daktari tunaweza kutenganisha maadui adui katika nafasi ya kwanza. Na tamani nitazungumza maadui watatu. Amina. Yamkini yupo mwingine anaweza akawapata na wengine namna ya kuwafafanua zaidi, lakini mimi kwa msingi niliokaa nikatafiti nimegundua maadui wakubwa wanaopambana na wokovu wetu. Ndio. Na adui watatu ambao nitatamani niwazungumze damu. Ndio. Na katika hali aliyokuwa ameijua Ibilisi akajua hiki kiumbe ni dhaifu. Nikiamua kukichanganya kinachanganyikiwa, kinakwama kwenye ile safari ambayo Mungu ameikusudia. Ndio. Ijapokuwa tunajua Mungu hajawahi kushindwa, ila shetani anakwamisha mipango ya Mungu inayotuhusu sisi. Ila kusudi la Mungu haliwezi kukwamishwa. Mungu ndio. Hiyo kwa namna yote kwamba Mungu mpango wake lazima utimie. Haijalishi yeye shetani anaweza akajua katika hili Pasco au Musa pale akiweza kupambana katika hili mpango wa Mungu unafanikiwa, lakini pia yeye ananufaika. Kwa sasa kinachomuuma ni kuona huyu anafaidika na katika mfumo wangu wa mazingira ya maisha yangu ya hapa duniani ambako nimeweka mitego, nimeweka mifumo yote, anainasuka. Alafu bado apate faida ya ufalme wa Mungu akiwa hapa. Haiwezekani. Kwa lazima aanze kupambana kupinga analolipinga ni matokeo ambayo yanatuhusu sisi moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Ijapokuwa yeye shetani mwenyewe anajua hawezi kukwamisha mpango wa Mungu. Ni kweli. Sasa huyu adui ambaye ni ulimwengu umezungumzwa kabisa katika neno la Mungu. Mungu akituonyesha kwamba dunia moja kwa moja na mifumo yake iko kinyume na makusudi ya Mungu. Na kama ipo kinyume na makusudi ya Mungu, anatutahadharisha katika Warumi. Kisoma katika Warumi sura ya 12 katika ule mstari wa 2 anasema kabisa kwa uwazi kwamba wala msifuatishe namna ya dunia hii. Anasema hicho kitu kwamba msifuatishe namna ya dunia hii, kwa sababu lile neno namna ina maana linazungumza kwa miondoko na mifumo na utaratibu wote wa kidunia. Ndio. Kwa sababu bado anasema katika waraka wa kwanza wa Yohana ya kwamba kwani hamjui ya kwamba mtu akiwa rafiki wa dunia amekuwa adui wa Mungu. Chungaji, unanipatia point sasa, napata point. Kwamba mtu ukiwa rafiki wa dunia unaweza kuwa rafiki adui wa Mungu. Moja kwa moja, automatic.
moja kwa moja unajikuta hicho kitu kimekukwamisha kuweza kuyatenda mapenzi ya Mungu. Ndio. Tunaposema kuwa rafiki wa dunia na tunapozungumza ile neno namna ya dunia hii kwamba ni mifumo ambayo inaendelea hapa duniani ikiwa ni zao la misingi na mifumo ya dunia kama dunia ambayo sasa ni sawasawa na mifumo yetu tunayoiona tunaishi. Zaidi ya kula na kunywa, kuna burudani, kuna mavazi, kuna mitindo ya kila aina. Kuna mifumo mbalimbali hata ya kijamii, ya uendeshaji wa maisha ya kijamii. Ndio. Kama ambavyo tumekuwa tunaona mila zinabadilika na tamaduni. Ndio. Na hisi miaka kama inaweza ikaendelea, Masai kama hataweza kuendelea kukaza, anaweza akabadilishwa kwenye utamaduni wake. Akajikuta na yeye ishaanza kuvaa suruali na koti. Lakini tukirudi nyuma, kuna tamaduni nyingine zilizokuwa zinaendelea, sio kwamba zilikuwa ni mbaya, zilikuwa ni njema, zikisaidia kuimarisha jamii kubaki kwenye nidhamu nzuri ya kumpendeza Mungu pia. Ndio. Lakini baadhi ya mifumo ya dunia inavyoendelea kujipika, inakuja na vitu vipya, inatengeneza mazingira mapya. Mchungaji, nakupata. Yaani kwa mfano kule kwetu Uchagani, ndio kuna mifumo ya mila. Ndio. Kwamba mtoto akizaliwa lazima afanyiwe mila hii, akiwa mkubwa lazima afanyiwe mila hii, akikaribia kuoa lazima afanyiwe mila hii. Ndio. Ukipata tatizo fulani lazima afanyiwe mila hii. Kuna unywaji wa pombe. Ndio. Yaani ukionekana wewe sio mnywaji wa mbege, wewe ni mshamba, wewe uko nyuma wakati. Ndio. Ni sasa hivi tunaosema kwamba kuna namna ukiishi unajiona kwamba wewe ni wa yaani wanakuona kama umepitwa na wakati, wewe umechelewa kwenye dunia hii. Kijana akitaka kuonekana anaenda na kulingana mazingira yalivyo, kidogo suruali aishushe kidogo, katakei kidogo aishushe katika nusu ya kiuno pale, avae. Yani mpaka leo nimeona wanaume wanaweka hereni kwenye masikio, wengine wamesuka, wamepaka bleach. Sasa mwanaume yeye anafikiri kwa kufanya vile ndo dunia ndo inamuelewa kwamba kulingana na wakati tulionao sasa, huyu ndo mwenyewe sasa. Lakini tusijue chimbuko linaloendesha hivyo vitu, mpaka unamwona leo mwanaume kaweka hereni. Mimi nimekuwa naona dada zangu ndo wanaweka hereni masikioni, wanaume wanajichubua leo. Lakini nimekuwa najua mtu anayehangaika na ngozi yake kupendeza ni mwanamke kwa ajili ya mume wake. Sasa huyu mwanaume nikimuuliza wewe unapendeza kwa ajili ya nani? Atanijibu nini? Hivyo ndio vimechochea leo kuona kuna mtindo wa ushoga, ambao huo ushoga bado ukiuzungumza kwenye jamii ya dunia ya sasa, wanasema ushoga ni dhambi, ushoga ni mbaya. Wengine wanageuka wanakushangaa, wanasema huyu ajielewi, huyu katoka dunia ya ngapi huyu? Ni kwa nini anazungumza vile? Kwa sababu wao wapo kwenye mfumo ya kidunia yenyewe inavyoenda, na wenyewe wameitika kwenda hivyo hivyo. Sasa Biblia kwa nini natazalisha katika Warumi 12 mstari wa 2 anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, kwa sababu hii dunia ina mambo yake. Na kama ina mambo yake, hayo mambo wakati mwingine hayahusiani na Mungu kabisa, wala hayana nafasi mbele za Mungu. Kwa hiyo ni tayari inatuonyesha kama mtu akijifungamanisha kuambatana na vile vitu vya kidunia, ndio tayari amempa yule adui ambaye ni dunia, ambayo ni ulimwengu mwenyewe, kumkwamisha kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mchungaji ananiambia kwamba mtu akiamua kuokoka hasa aamue kuachana na nini? Na dunia. Na dunia. Mifumo ile ya kikale ya kikawaida, hata kama sio ya kikale, ni ya kisasa ipo, lakini inafanywa kwa namna ya nani? Kwa misingi ya nani? Kwa sababu kipindi cha nyuma kwenye jamii kumwona mwanaume amesuka ilikuwa ni fedheha sana, hata jamii yake, familia yake na ukoo wanahuzunika sana. Lakini sasa unaweza ukakuta kuna ukoo unajivunia kumpata mwanaume ambaye amesuka. Nasema tumemtoa sasa, na sisi tumepata mwanaume ambaye anatutambulisha huko duniani. Na uzuri hata watu wa dunia kama tulivyo, hata huko nje na imani, watu wanazungumza, unasikia dunia sasa inamjua, dunia imekutambua, dunia imekufahamu. Kwa nini? Kwamba yale anayoyafanya sasa
yameithibitishia dunia ambayo ndo baba wa uovu, ndo senta ya uovu, kwamba wewe umefanya vyema, nimekuona sasa katikati ya wale tunaotembea sambamba na wewe umo. Okay, basi hapo sasa mchungaji, nimekuelewa. Kwa hiyo nataka niambie kwamba mtu akiokoka achane na mambo yale ya kale, achane na mitindo ya dunia inavyoendelea sasa, achane kuvaa sketi fupi, aache kuvaa milegezo, aache asitamani tena kuchora tattoo, asitamani tena kwenda klabu, asitamani tena kunywa pombe. Okay. Yote ambayo tunajua kwamba hayako kwa msingi ya neno la Mungu, mtu anatakiwa kuepukana naye, kwa sababu yenyewe atafurahi kwa mujibu wa mwili wake. Ndio. Lakini wakati amefurahi kwa mujibu wa mwili wake, kuna upande wa Mungu kule amefanyika chukizo. Naweza nikaongea kitu kidogo, mfano vijana kabla hatujaokoka, ambaye amewahi kushiriki kwenye maklabu, anajua kuna kuwa kwamba na vibe kingia mdo, yani ajiona kama amemaliza dunia yote. Lakini bado anashindwa kujiuliza, pamoja nafanya haya, mwisho wangu ukoje? Yatanilipa nini? Maana Biblia iko wazi inasema, maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Sasa lazima mtu achague moja. Sawa, katika naye yafanye, lakini ninayoyafanya niangalie matokeo yake ni nini. Amina. Sasa tunarudi ninapomaliza kwenye eneo la huyu adui wa kwanza. Huyu anazungumzika kwenye sura hata ndani ya kanisa. Ndio. Kwamba tumekuwa na lugha ya sasa inazungumzwa kwamba dunia kuingia ndani ya kanisa. Ndio. Sasa tunajiuliza dunia na ukubwa wake na nini yaingiaje ndani ya kanisa? Kumbe tafsiri ni ndogo tu. Ni kwamba pale kanisa linapofika sehemu ya kuruhusu baadhi ya vituko vya huko duniani, ndio kuviruhusu viwe sehemu ya safari ya kanisa, tayari ni kuruhusu dunia kuwa ndani ya kanisa. Mfano, nikiangalia mifumo ya uimbaji wa madhabahuni, kwaya, praise, vikundi vya kusifu na kuabudu, vile wahudumu wa kila namna wanaosimama madhabahuni, kuna namna yake wanatakiwa wajiandae kwenye msingi wa kufanyika harama na tunasema harama na barua mbele ya jamii. Ndio. Lakini kuna wakati ambapo unafika sehemu unaweza ukaangalia ukajiuliza, yule amejiandaa kwa ajili ya kufanyika barua gani? Dada anapanda madhabahuni, ana kisketi kifupi kinachoruka magoti, alafu cha kurushwa na upepo, kinapeperushwa na upepo, na yeye ndo anaenda pale kuwaimbisha watu wawapeleke rohoni yule. Inakuwa changamoto. Sasa watu tunasahau kitu kimoja. Kuna lugha moja inasema mavazi ni utambulisho. Ndio. Alafu mavazi yanazungumza. Ni kweli. Sasa kwa watu wanaojua kusoma kwa kuyasoma mavazi, mimi nikimwona mtu amevaa koti jeupe lina na nembo ya Muhimbili, moja kwa moja najua huyu ni daktari. Okay. Mchungaji, asante sana kwa hilo. Unaona? Ndio. Pia kuna mavazi yetu, mimi nilia experience wakati nilipo kijijini, tulikuwa ukimwangalia mtu unahitaji kumuuliza hivi fulani anakunywaga pombe. Yaani ukimwangalia tu kwa vazi alilolivaa unajua huyu ni mlevi. Mechanical kimwona vaa overall, unajua kama overall. Yaani unajua ni fundi, yani mechanical huyu. Mechanical engineer. Unaona? Huyu yuko site ya fundi. Kila mmoja vazi lake alilolivaa lina message tuseme. Okay. Lina identity, linamtambulisha kwamba mimi ni mtu fulani. Sasa naweza tukaulizana. Mimi leo napanda madhabahuni, labda ni mchungaji, nimeweka hereni. Alafu nimeweka bonge la cheni kali hapa limelembea. Nimesuka. Hata kama nitazungumza neno la Mungu lililo vizuri, kwa uzuri tu, nikalipreach vizuri. Ndio. Lakini kumbuka kuna jumbe mbili zinatembea wakati mmoja pale. Ndio. Ujumbe ambao nauzungumza na uhubiri, lakini kuna message ya muonekano wangu pia. Ina maana kuna uwezekano wa kumpoteza mtu moja kwa moja kwa ule muonekano wangu. Ina maana hata kanisa tunahitaji kufika sehemu ya kuendelea kulinda hicho kitu. Tusikubaliane na ajenda za dunia kuingia ndani ya kanisa. Mchungaji, mimi nakushukuru sana
Natumainia tutakutana kipindi kijacho katika adui namba ngapi? Tutaendelea na adui namba 2. Amina.